Tunajua TANESCO ilikotoka, walikuwa wanajiendesha kwa hasara, lakini mpaka hivi sasa TANESCO wanaenda kwa faida. Tumeona wamerekodi faida ya takriban shilingi bilioni 500. Jamani, hayo ni mageuzi makubwa. Waheshimiwa mawaziri, mnastahili pongezi na shikilieni pale pale kuona kwamba Watanzania wanazidi kusonga mbele. Kubwa kabisa, ndugu zangu Watanzania, tusingependa sasa kuona kwamba tunarudi kule tulikotoka. Tuhakikishe kwamba haya mafanikio tuliyoyafikia tuyasimamie vizuri, ili kuona kwamba haturudi tena kwenye mgao wa umeme. Na ili kusudi kwamba tusiweze kurudi kwenye mgao wa umeme, tuhakikishe kwamba serikali inaendelea kufanya uwekezaji wa uhakika, na hususani kwanza kwenye matengenezo ya mitambo ambayo tulionayo. Lazima tuhakikishe kwamba matengenezo yetu yanatengenezwa kulingana na specifications ambazo wataalamu wametuwekea. Tukikosa hapo kuna uwezekano tukarudi kule nyuma, kitu ambacho kwa kweli kitakuwa hakifai na hatutarajii kabisa kuona kwamba tutarudi huko. Lakini pamoja na hayo, Profesa Mongo amesema bado tuendelee katika uzalishaji wa umeme, na sina sababu ya kurudia kwa sababu profesa ameeleza vizuri kweli. Lakini tujihakikishe kwamba hizi megawati 4,000 katika taifa la Watanzania zaidi ya milioni 60 bado hazitoshi. Hata hizo megawati 8,000 kufika mwaka 2030, juhudi iendelee, bado hazitoshi. Ameelezea mambo ya energy per capita. Energy per capita wenzetu wako mbali. Sisi leo hii bado tuko chini ya kilowati hour 300 kwa kila Mtanzania. Ni kidogo sana hiyo. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba uzalishaji wetu unaendelea. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nielezee sasa nirudi upande wa REA. Nami niungane na wenzangu wote kuwapongeza sana taasisi yetu ya REA. Kwa kweli wameendelea kufanya kazi nzuri. Leo hii tunaongelea kwamba vijiji vyote 12,318 vimekwisha, 61% vitongoji vyote 64,359 vimekwisha, na bado tunaendelea kufika mwaka 2030 tutakuwa na 100%. Lakini hili linaweza vile vile likatuteki by surprise, tukasema kwamba labda yawezekana kazi ya REA inaisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme hivi, kama ni kazi ya REA sasa ndiyo inaanza, kwa sababu wahenga wetu walishatuambia, walishatufundisha kwamba kuzaa mtoto sio kazi, kazi kubwa ni kumlea. REA wametuzalia mtoto, sasa je, huyu mtoto apate kwa shako? Nilikuwa ninaangalia katika kipindi hiki kifupi, katika ule mtandao wa umeme wa msongo wa kilovolt 33 ambao TANESCO wanaomiliki takriban kilomita 80,000, REA wamechangia zaidi ya kilomita 38,000. Huu mtandao si kitu chepesi, ni kitu kikubwa sana. Na leo hii tumeona njia za umeme za 33 zimekuwa ni kubwa sana. Nashukuru kwamba mradi wa gridi imara tunaomba kwa kweli usimamiwe kwa nguvu zote, kwa sababu kweli pamoja na mambo mazuri haya, lakini bado kuna changamoto katika kwa umeme, kwa sababu mtandao wa 33 umekuwa mrefu sana. Lakini pamoja na haya, kuwa na mtandao wa kilomita 80,000 na kwa REA peke yake 38,000 kwa kipindi kifupi hiki, maana yake ni nini? Mtandao wa kilomita 38,000 ni zaidi ya nguzo 400,000 zimeweza kuingia kwenye system kwa muda huu mmoja. Maana yake ni kwamba hizi nguzo zimetengenezwa kwa teknolojia moja, kwa specs moja. Maana yake ni kwamba zitazeeka pamoja na kuna uwezekano kwamba zitakufa pamoja. Sasa lazima hilo tulione, kuona kwamba okay, sasa tunaenda wapi? Yanaweza kutokea majanga kwamba leo umekaa hapo unasikia kwamba kwa watani zangu kule Pwani nguzo 800 zimeanguka. Hujakaa saa unaambiwa hapa Dodoma zimeanguka 600. Hujakaa saa unaambiwa kule Kagera zimeanguka 200. Hilo litakuwa ni janga. Tuanze kuliangalia na kuona kwamba tunaenda namna gani. Na ndio maana nimesema kwamba kama ni kazi ya REA sasa kazi yake ndio inaanza, na hakika tufanye kila linalowezekana. Kama kuna uwezekano tuwaongezee hata bajeti ili waanze kazi ya kumlea huyu mtoto na kusudi huyu mtoto aweze kuwa. Asante sana.